اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ثم صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Watukufu wa Kiislamu, nachukua fursa hii katika kukuhusieni ninyi pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Imam Ali radhiyallahu anhu, khawfun bil jalil wa amalu bit tanzil wal istidad bil yawm ar rahil wal ridha bil qalil. Kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuifanyia kazi Qur'ani, kutosheka na kile ambacho alichokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kufanya maandalizi kwa ajili ya siku ya mwisho. Ukiwa na mambo hayo manne, tayari unahesabika umemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mafanikio ya hapa duniani mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Allah alivyosema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wacha Mungu kuokoka. Ndugu watukufu wa Kiislamu, ama hutuba yetu ya leo tutaangalia nafasi ya matumizi ya mikono katika maisha ya mwanadamu. Matumizi ya mikono katika maisha ya mwanadamu. Mkono ni kiungo ambacho kinakamilisha mwili wa mwanadamu, lakini kiungo hichi iwapo tutakitumia vibaya, basi itakuwa sababu ya kupata nakama hapa duniani mpaka kesho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani leo dhambi nyingi au misukosuko mingi au majanga mengi, matatizo yanatokana na mikono yetu, kama pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allah amesema katika sura 42 aya 30, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama asabakum min musiba, hayatakupateni majanga yoyote, matatizo yoyote, misukosuko, isipokuwa chanzo itakuwa sababu ni mikono yenu. Fabima kasabat aidikum, itakuwa ni machumo yaliyotokana na mikono yenu. Kwa hiyo mkono huu una nafasi kubwa katika maisha ya mwanadamu, aidha kuwa mazuri au kuwa mabaya. Kwani leo mwanadamu anapotaka kumkaba mtu, kumdhulumu, atatumia mkono, hatatumia mguu. Anaposhika bastola kwa ajili ya kumdhulumu mtu, atatumia mkono, hatatumia mguu. Mwanadamu huyu leo anapokaa kuchukua peni kuandika masuala ya riba, atatumia mkono, hatumii mguu. Kwa hiyo mkono una nafasi kubwa katika kuhakikisha maisha ya mwanadamu yanakuwa mazuri au yanakuwa mabaya. Ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, wama asabakum min musiba fabima kasabati aydikum, hayatakupateni majanga, matatizo, misukosuko, chanzo itakuwa inatokana na mikono yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Akasema katika sura nyingine baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, sura ya pili aya 195, Allah anasema wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah anasema wa anfiqu fi sabilillah, toeni fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utatoa kupitia vipi? Kwa maana utatumia mkono. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahaluka, musijitie katika maangamizo, musijitie katika misukosuko, musijitie katika majanga kupitia mikono yenu. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahaluka. Badala yake Mungu anasema wa ahsinu, fanyeni vizuri, inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapenda wale watu wenye kutabia kufanya mambo mema, huwapenda tabia watu wenye kufanya majambo mazuri, huwapenda watu wenye kufanya mazuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatukataza sisi tusijitie katika maangamizo, tusijitie katika misukosuko, tusijitie katika majanga kupitia mikono yetu. Kama nilivyosema, mkono una nafasi kubwa katika kuhakikisha mwanadamu maisha yake yanakuwa mazuri au yanakuwa mabaya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Mtume anasema muislamu wa kweli, muislamu wa kweli mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, man salima almuslimun, ni yule ambaye waliosalimika waislamu wenzio, waliopata nusura waislamu wenzie, wamepata amani waislamu wenzie kupitia ulimi wake na kupitia mkono wake. Kwa hiyo bado tunakuta mkono una nafasi kubwa katika kuhakikisha mwanadamu anaishi vizuri au anaishi vibaya. Watukufu wa Kiislamu, madhara ya mikono ni mengi. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe kutumia vizuri mikono yetu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilil 'alim fa idha qara'ta القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم تغيره عما كان، وهو الذي علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن ولو كان كيف كان يكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii kwa mara ya pili katika kukuhusieni ninyi pamoja na kuhusiana nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kujitahidi kuyatekeleza yale yote aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, na kadhalika kujiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Ndugu watukufu wa Kiislamu, hutuba yetu ya pili bado itakuwa muendelezo wa hutuba ya kwanza. Tutaangalia nafasi ya matumizi ya mkono katika maisha ya mwanadamu.
kama nilivyosema, mkono una nafasi kubwa katika kuhakikisha mwanadamu anaishi vizuri au anaishi vibaya, kuanzia hapa duniani mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nilivyosema, leo mtu anamkaba mtu atatumia mkono, na maana mkono huo ameutumia vibaya. Leo mtu atafanya biashara ya haramu, lazima mkono atatumika katika kufanya biashara hiyo. Leo mtu atafanya mambo kadhaa wa kadha, basi lazima atatumia mkono. Watukufu wa Kiislamu, mkono una nafasi kubwa katika kuhakikisha maisha ya mwanadamu yanakuwa vizuri. Na kadhalika leo, kwa mfano hapo mbele tuna uchaguzi unafuata, basi tujitahidi mikono yetu tuitumie vizuri. Tusije tukachagua watu ambao tukiwachagua kwa sababu nchi yetu kuvurugika, nchi yetu ikakosa amani. Lazima tuhakikishe mikono yetu tunaitumia vizuri kuchagua viongozi ambao tunahakikisha watatutendea haki na watakumbuka ubinadamu wa watu. Lakini leo usije tukachagua viongozi, baadaye ikawa kwako ni nakama, ikawa kwako shida, ukajuta, hatimaye tukawa tunaishi kizikiziki, au kadhalika ikavunjika amani katika nchi yetu. Leo tazameni hata huko duniani katika vyombo vya habari, mnaona watu wengine wanauawa kwa kudhuluma, wengine wanauawa kwa kuonewa. Lakini kitu gani kilichotumika? Mikono ndio imetumia wenzetu kuharibu katika hali kama ile. Leo majumba ya watu wamevunjika, watu wamekuwa wajane, watoto wanakufa kwa njaa. Mikono ya watu ndio iliyofanya ufisadi ile. Ndipo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile amesema katika sura 30 aya 41, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allah anasema, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yamedhihiri machafuko, umedhihiri ufisadi bara na visiwani kwa sababu yale ambayo yanochuma kupitia mikono ya watu. Watukufu wa Kiislamu, niyo ni mashuhuda leo. Ufisadi, maovu yamekithiri sana bara na baharini, bara na visiwani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mikono ya watu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa akisema neno, basi neno hilo lazima litakuwa ndani yake lina khairi. Allah akisema neno lake lidondoke chini, kama haijatokea basi itatokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuijua nafasi ya mkono akasema, maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Atakayeona kwenu nyinyi jambo ovu, jambo lisilofaa katika jamii, aidha katika nyumba yako au katika mtaa wako au katika msikiti wako au katika jimbo lako au katika nchi yako au duniani kwa ujumla, jambo la kwanza Mtume amesema falyughayyirhu biyadihi. Kama una uwezo, basi kwanza lazima utumike mkono katika kuhakikisha lile jambo unalizuia. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, anasema, inna nasa idha ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi yushaku an ya'ummahumullahu bi'adhabin min 'indihi. Anasema Mtume, inna nasa, hakika ya watu, idha ra'aw adh-dhalima, watakapomuona mtu anadhulumu, anafanya ufisadi, anawanyanyasa wenziwe, anachukua haki za wenziwe, falam ya'khudhu ala yadayhi, kisha hawakumzuia kupitia mikono yake akawa anaeneza ule ufisadi, Mtume anasema, yushaku an ya'umahumullahu bi'adhabin min 'indihi. Basi jamii hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaletea adhabu kutoka kwake. Adhabu za Mwenyezi Mungu zipo nyingi. Mungu anaweza akaleta adhabu ya njaa, anaweza akaleta adhabu ya ukame, anaweza akaleta adhabu ya mvua nyingi kapitiliza kiasi, anaweza akaleta adhabu ya upepo. Walillahi junudu samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu anayo majeshi ardhini na mbinguni. Anaweza akaleta corona, yote ni moja ya majeshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaweza akaleta kipindupindu, yote ni majeshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, Mtume anasema, inna nasa,
Hakika ya watu idhara au dhalima, wakimuona mtu anadhulumu kisha hawakumzuia kupitia mikono yake, akawa anaendelea kufanya ufisadi kwa mikono yake, basi jamii hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atailetea adhabu, atailetea nakama, atailetea misukosuko kutoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukakuta leo watu imani hakuna, watu hawaaminiani, leo amani imekuwa tete. Jana tu hapo nasikia kuna dada hapo nyuma tayari amekabwa, anatoka siji saluni siji katika nenda yake usiku, watu piga mapanga tayari wamemkaba. Waliopiga mapanga wametumia kitu gani? Wametumia mkono, hawakutumia mguu. Kwa hiyo mkono una nafasi kubwa katika kutengeneza maisha ya mwanadamu au kuyaharibu. Watukufu wa Kiislamu, kama nilivyosema hapo mbele, kuna uchaguzi. Kwa hiyo katika uchaguzi tujitahidi mikono yetu tuielekeze sehemu nzuri, tujitahidi mikono yetu tuitumie vizuri, ili mradi tupate salama hapa duniani mpaka kesho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi tuwe kufanya kazi ambayo tuliyasikia. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصن بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب قرة العين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر دين محمد وحذر من حذر دين محمد، واجعل اللهم بلدتنا هذا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitan pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.